Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil izzati salam. Alhamdulillahi rabbil izzati salam. Al-mu'minu al-muhayminu al-allam. Dhu rahmatil a'la al-a'azu tam. Man dinuhu al-haqqu huwa al-islam. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه وسلم أما بعد متابعون الأعزاء. Ndugu zanguni mnafuatilia vipindi vyangu biidhnillahi tabaraka wa taala. Ama leo anwani ya mada yangu inasema dua ya mtu aliyesafiri. Dua ya mtu aliyesafiri ndio anwani ya mada yangu leo hii. Lakini kabla sijaendelea, nipende kuambieni ninyi ambao wewe ambao unatazama video hii kwamba hapo chini ya video yako kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe. Yabonyeze maandishi hayo mara moja, kisha itakuja alama ya kengele, kisha nayo hiyo bonyeze mara moja. Hiyo maana yake mimi na wewe tuendelee kuwa wanafamilia wa channel yetu hii. Ikhwani, ndugu zangu, wapo ndugu zetu ambao wanapatwa na mitihani mikubwa, matatizo mazito, madhila makubwa. Utafutaji wao umekuwa ni wa hatari. Utafutaji wao umekuwa unakumbana na mitihani mingi. Utafutaji wao umekuwa ni wa shida na tabu. Lakini hii ni dua yangu kwako ambayo inatakiwa uipate, uweze kuifanya kwa idhini yake subhanahu wa subhana. Wallahi Mwenyezi Mungu atakufanyia kheri kwa utukufu wake. Atakutilia nuru katika mwili wako, atakutilia nuru katika majambo yako, atakutilia nuru katika mipango yako, atakutilia nuru katika ahadi zako. Wengi tunasafiri, tunatoka makwetu, tunaenda miji ya mbali, mikoa ya mbali, nchi za mbali kwa ajili ya kwenda kutafuta maisha. Lakini tumesahau wakati tunavyotoka majumbani mwetu, tumesahau kusoma au kuomba dua ambazo zilizoelekezwa na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hii chukua ndugu yangu, itakusaidia popote ulipo. Wapo watu wanaotoka labda mkoa fulani kwenda mkoa mwingine kwenda kutafuta. Anakaa huko daima na daima mpaka hata ile nauli ya kurudi nyumbani kwao inashindikana. Wapo wengine wametoka Tanzania hapa au wametoka Kenya, wameenda Arabuni huko, Omani, sijui wapi, Marekani, sijui Uingereza, wapi wanaita Canada, sijui Ujerumani, Ufaransa na kwingineko kote duniani. Lakini maisha yao yamekuwa ni ya mtihani, maisha yao yamekuwa ni ya dhiki, wanakumbana na mitihani mingi sana. Ni kwa sababu, tunarudia tena, wamesahau mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini kabla sijaanza, nianze kwanza kukupa maneno ya hekima ya mwanachuoni Imamu Shafi'i. Anasema kwa mashairi yake yaliyokuwa yenye hekima ndani yake. Anasema wama fil maqami lidhi aqli wa dhi adab min rahati fad'il awtana waghtarib safir tajid iwada amman tufariquhu wansab fa inna ladhidha al'aishu fi nasabin. إني رأيت وقوف الماء يفسد إن ساج طاب وإن لم يجري لم يطب والأسد لولا فراق الأرض ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب. Mwanachuoni anasema maneno ya hekima kabisa. Anasema wama fil maqami lidhi aqli wa dhi adab. Katika makami yoyote, muendelezo wowote wa kimaisha ya mtu mwenye akili, ya mtu mwenye kuwa na adabu zake, min rahati fad'il awtani waghtarib. Mara nyingi wengi utawakuta wanahama, wanahangaika, wanatoka huku wanakwenda huku katika autani, katika miji ya aina mbalimbali, mikoa ya aina mbalimbali, wanaenda kutafuta maisha huko ili Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala awapatie riziki yao huko wanapokwenda. Sasa mwanachuoni anasema safir
tajidi iwadan amman tufariquhu wansab fa inna ladhidha laishu fi nasabi. Anasema safiri. Mwanachuoni anaafikiana na wewe ndugu yangu ule safiri kutoka mkoani kwenu kwenda katika mkoa mwingine kwenda kutafuta. Mwanachuoni huyu Imam Shafi'i anaafikiana na wewe kutoka hapa Tanzania au kutoka Kenya kwenda miji ya Kiarabu, miji ya Kizungu, miji ya Kichina, miji ya Kijapani na wengineo huko kwenda kutafuta maisha. Anasema safiri ni jambo zuri tu. Tajidi iwada aman tufariquhu, utapata mbadala wa yale Mwenyezi Mungu aliyaweka katika ardhi yake, kutokana na wale ambao uliweza kufarikiana na watu. Umewacha ndugu zako huko katika miji yako, katika mikoa yako, katika nchi yako, umewacha ndugu zako ukasafiri ukaenda mbali kwenda kutafuta maisha. Anasema mwanachuoni katika kufanya huko, anasema hakika utamu wa maisha ni ule kuwa unakumbana na tabu. Umepata tabu hii, ukapata tabu hii, ukapata raha hii. Unapata tabu hii, unapata raha hii. Mwanachuoni anasema ndio maisha yalivyo, ndivyo maisha yalivyo. Anasema inni raaitu wuqufa alma'i yufsidu in saja taba wa in lam yajri lam yatibi. Anasema mimi nimeona kabisa kwamba maji yaliyosimama mara nyingi huharibika. Maji yaliyosimama mara nyingi huharibika. Angalia hata katika vidimbwi huko, maji yaliyokuwa yamesimama yatauta utandu wa kijani na nini, kwa sababu yatakuja kuharibika ladha yake, onjo lake, harufu yake, kwa sababu yamefanyaje? Yamesimama. Lakini mwanachuoni anasema wa insaja taba wa in lam yajri lam yatib. Kama yale maji yakianza kutembea sasa, maji hayo utaona yanaanza kuwa ni mazuri kabisa, na kama yakiwa yameendelea kutuama pale yatakuja kuharibika. Haya maneno nasema ya kwamba hata wale ambao walioko katika mikoa yao, katika nchi zao, hawataki kusafiri kwenda kutafuta. Wakati mwingine unaweza kung'ang'ania katika mji wako huo, kumbe hapo kwako ni pagumu. Maana yake uhame, uondoke uende kutafute maisha sehemu nyingine. Kama jinsi maji yanavyokaa sehemu, yakikaa sana yanaharibika, lakini yakitembea ndio yanakuwa uzima wake na ndio uzuri wake. Mashaallah. Mwanachuoni akamalizia akasema wal asadu laula firaqul ardi maftarasat, na simba kama sio kufarikiana ardhi baada ya ardhi asingeweza kuwinda. Kama angekuwa amekaa tu pale tu anasubiria huyo mnyama tokee lini, asingeweza kumpata. Lakini anasema kutoka kwake, maana yake kwamba kutoka kwake kuzunguka huku na kule ndio akaweza kumpata yule kiwindwa wake. Anasema wasahamu laula firaqul qausi lam yusib, na hata ule mshale ule mshale kama ukiendelea kung'ang'ania hapa kwenye ule upinde wake, basi hauwezi ukapata kile kiwindwa. Lakini ule mshale ukitoka hapa katika ule upinde ukaenda kule, utaenda kupata kile kiwindwa. Ndio maana Imam Shafi'i anatoa maneno ya hikma sana, watu watoke waende miji fulani, waende miji fulani, waende nchi za aina mbalimbali kwenda kutafuta maisha. Lakini sasa subhanallah, umetokaje? Biidhnillahi tabaraka wa taala, yarhamukumullah. Nisikilize hiki nitakachokuambia. Pengine na wewe matatizo yanakukuta huko nchi za watu, yanakukuta huko katika miji ya watu, kwa sababu uliacha silsila ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kama ungefuata silsila ya Bwana Mtume, na huko ulikokwenda wallahi ungeenda kuvuna ya kuyavuna. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل 100 رحمة قسم منها رحمة بين جميع الخلائق فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها تعطف الوحش على أولادها وأخرى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi iliyopokelewa na Muslim kutoka kwa Aba Huraira radhiallahu anhu kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hakika Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala anazo rehema zake 100. Katika hizo rehema zake 100 ni moja tu ambayo ameigawanya kwa walimwengu wote, yani dunia nzima. Ni rehema yake moja tu
Mwenyezi Mungu. Ukiona watu na magari, wana majumba, wana magorofa, sijui wana maboti, wana mandege, sijui vitu gani, maufahari yote yanapatikana kwenye rehema hiyo moja tu, ambao ndio Mwenyezi Mungu aliowagawia walimwengu. Kwa rehema hiyo moja anasema fabiha yatarahamuna, kwa rehema hiyo moja watu wanahurumiana wao kwa wao. Wabiha yataatafun, na kwa rehema hiyo moja watu wanafanyiana upole. Wabiha ta'tifu alwahshu ala auladi, na kwa rehema hiyo moja utawakuta wanyama wanaofanyia wapole watoto wao. Subhanallah, utawakuta wanadamu wanaofanyia upole watoto wao. Wa ukhra 99 rahma, na rehema 99 amesema yarhamu biha ibada yawm alqiyama, ndizo rehema ambazo zitakazotumika za Mwenyezi Mungu kuja kuwarehemia waja wake siku ya kiyama. Warawa anna nabiyyan sallallahu alayhi wasallam, impokelewa kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam qal, amesema bwana mtume يقول الله سبحانه وتعالى ابن آدم وعزتي وجلاله لئن رضيت بما قسمت لك أرحمتك وأنت محمود وإن لم ترضي بما قسمت لك سلطت عليك الدنيا تركض فيها كركض الوحش ثم لا يكون لك إلا ما قسمت لك وأنت مذموم. Bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imepokelewa kwake, anasema kwamba Bwana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, ewe mwanadamu, kwa uweza wangu, kwa utukufu wangu, kama utaridhika wa kile ambacho nilichokurehemu wewe, basi wewe utaishi katika maisha dunia ukiwa ni mahmud, ukiwa mzuri, mwenye sifa nzuri, mwenye kusifika vizuri, muonekano wako mzuri, ukiridhika na kile nilichokugawia. Anasema, na kama hukuridhika kwa kile nilichokugawia, basi nitakusalitisha wewe na dunia. Katika dunia hiyo nitakakusalitisha, utaipigia magoti dunia kama jinsi mnyama anavyopiga magoti anapotaka kukaa. Subhanallah, leo hii utawakuta watu wameiangukia dunia, wamebebwa na dunia, wananyenyekea dunia, ni kwa sababu hawajaridhika na yale waliopewa na Allah tabaraka wa taala. Lakini pia nasema, kisha baada ya kuwa mimi nimekusalitisha na hiyo dunia, ukaja ukafikia pahala ukaipigia magoti dunia, basi la yakunu laka illa ma qasamtu laka wa anta madhmum, na hutoweza kupata chochote isipokuwa kile ambacho nilichokugawia, lakini utaishi katika dunia hii ukiwa ni madhmum, ukiwa mtu wa hovyo tu. Subhanallah. قال شيخ الإسلام محي الدين النووي في باب أذكار المسافر, amesema mwanachuoni huyu anaitwa Muhyi Dini an-Nawawi. Nawawi anasema katika adhkari, katika kitabu ambacho babu adhkari al-musafir, katika mlango unaitwa adhkari al-musafir, yani utajo au dhikri au tasbihi za wale wenye kusafiri. Nawawi anasemaje? Anasema, inda iradati al-khuruj min al-bait, mtu anapotaka kutoka nyumbani kwake kwa ajili ya safari. Wewe ambaye, sikiliza wewe ambaye uko Marekani, sikiliza wewe ambaye upo Canada, sikiliza wewe ambaye uko Faransa, sijui Uingereza, sijui upo wapi Ujerumani, sijui upo wapi Omani, sijui Arabuni, Qatar, Dubai, sijui wapi. Sikiliza haya, Imam Nawawi anasema kwamba mtu anapotaka kutoka nyumbani kwa ajili ya safari yake, basi yastahabbu lahu inda iradatihi al-khuruj min al-baiti an yusali rak'atayn, inapendeza sasa usali rakaa 2 wakati unapotaka kutoka nyumbani kwako kwa ajili ya safari. Unasali rakaa 2. Rakaa 2 hizo ni kwa ajili ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupeleke safari salama, na huko unakokwenda ufike salama, na uyafanye yale ambao uliyokusudia uyapate kwa uwezo wake Subhanahu wa Ta'ala. Imam Nawawi anasema waqala ba'd ashabi, baadhi ya rafiki wazuoni mujtahidun wakasema, wakaelezea kuhusiana na safari, wakasema hivi: yustahabu an yaqra fil ula minhuma ba'da al-Fatiha qul a'udhu bi rabbil falaq
mtu atakapokuwa akiswali zile rakaa mbili alizozisema Imamu Nawawi, wanazuoni wengine nao wakasema, wakaongezea pale pale, wakasema hivi, kwa swala hiyo atakazoziswali huyo mwenye kusafiri kwenda mbali, kwenda kutafuta maisha, basi akisema pale, akisimama pale katika rakaa yake ya kwanza baada ya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Hii uisome ukiwa katika rakaa ya kwanza. Kwa utarukuu, utajidilali, utasujudu, utainuka tena, utakuja rakaa ya pili. Rakaa ya pili anasema wa fi thaniya al-Fatiha wa qul a'udhu birabbin nas. Utasema bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kisha utarukuu, utajidali, utakaa tahiyatu. Sasa wanawazuoni wakaendelea kusema wa idha salima qaraa ayatul kursi. Kisha baada ya kutoa salamu, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, utasoma ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhu, mpaka mwisho. Kisha faqad jaa anna man qaraa ayatul kursi qabla khurujihi min manzilihi lam yasbuhu shay'un yakrahu hatta yarja. Imepokelewa kwa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu atakayesoma ayatul kursi wakati anapotoka kwa ajili ya safari yake, sasa basi mtu huyo hatoweza kupatwa na chochote kibaya, chochote chenye kumkarahisha mpaka atakaporejea safari yake kurudi nyumbani. Anasema wanazuoni, anasema wayustahabbu an yaqra surat liila fi Quraish. Kisha ikapendezwa zaidi na wanazuoni kwamba baada ya ayatul kursi usome suratu Quraish, useme liila fi Quraish ila fihim rihlatash na kuendelea mpaka mwisho. Anasema fa innahu amanu min kulli shay'in, kwa sababu hiyo Quraish hiyo ni amana yako sasa unaondoka nayo ya Allah tabaraka wa taala kwa kila kitu kilichokuwa kibaya kwako wewe kisiweze kukupata. Wewe ninyi wafanyakazi mlioko huko Dubai huko, sijui Omani, sijui Qatar, sijui Arabuni, sijui wapi huko Saudia, msiweze kuchukiwa na mabosi wenu, muweze kupendwa, msiweze kufanyiwa mabaya. Na wewe ambaye ule safiri kwa ajili ya umeolewa huko na wazungu, sijui na Waarabu, sijui na Wachina, lakini huko mume amefika amekubadilikia kabisa, yani hizi ndio dua ambazo ulikuwa unatakiwa uondoke nazo. Wewe ambaye ulienda huko kwa ajili ya kutafuta biashara fulani, biashara kadha wa kadha, hizi ndio dua ulitakiwa uondoke nazo, lakini hamkuweza kuondoka na dua hizo, mkakurupuka tu kwa sababu tu eti mna hizo pasipoti zenu na nini, na hatimaye mazito yanawakuteni. Haya ni mipango, ni silsila ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyoipanga. Na hata hivyo, na mimi mwenyewe pia nikakujia na zawadi nyingine vile vile ambao unaenda kutilia mkazo vile vile ya wana wazuoni, ambayo ni mafuta, yanaitwa mafuta ya nuru. Mafuta ya nuru
Haya hapa ilikuwa inatakiwa mtu uweze kuyapata na uweze kuyatumia kwa nini ambao tayari imeshakusha safiri sasa. Na ndio mazito yashakuteni huko sasa. Basi inatakiwa uyapate mafuta kama haya ili kuweza kuondosha matatizo ya maaridhu zile na qarinu minal jinni, na maaridhu minal jinni na qarinu minal jinni. Mashaitani haya ambayo watu wanaondoka nayo yamewafuata huko walipo. Kumbukeni ndugu zanguni, mwanachuoni huyu amesema fa innahu amanu min kulli su, ni amana kwa kila mabaya. Lam ya'rid alayhi arid, hautotokelezewa na aridhu yoyote. Aridhu ni vimashetani hivi vya ukoo au qarinu au mashetani haya ya kimizimu. Wapo wengine wanasumbuliwa na mizimu sana ni. Kumbuka hata kama huko Ulaya, huko sijui Amerika, huko upo Arabuni huko, kama kwenu kuna mamizimu yatakufuata huko. Utaharibikiwa na maisha tu, maisha yatakuwa ni mabaya, maisha mabovu, hamuelewani na mabosi au uelewani na mume wako au uelewani na wafanya biashara wenzako, biashara zako zinakatika tu, mtaji unaisha, hata kurudi nyumbani, pesa ya kurudia tu nyumbani inakushinda. Wallahi wapo namna hiyo. Sasa huu ni utaratibu wa dini ya Kiislamu, umepanga kila kitu kimewekwa katika uzani wake maalum, na ndivyo Mwenyezi Mungu anasema wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kila kitu Mwenyezi Mungu amekipangilia, shekhi wangu, lazima ufuate utaratibu katika hali za namna hiyo. Sasa pia wanawazuoni wakaleta dua ambayo mtu anatakiwa aisome baada sasa ile swala na hii ayatul kursi na ile ila fi Quraish, sawa. Kuna dua ambayo inatakiwa uisome, uache umeiomba. Wanashuani nasema wa mimma juriba wa sahha mirara fi hijbi anil a'dai, kutokana na dua ambayo iliyojaribiwa mara kwa mara na ikaleta majibu. Anasema kwa kujilinda na maadui wa kichawi, maadui wa kishetani, maadui wa mahasidi wa wanadamu na majini, wenye vijicho majini na wanadamu, kujilinda navyo huko ulipo, katika biashara zako, katika mahangaiko yako, nje ya mkoa wako, nje ya nchi yako. Anasema wayamna'u min sharri kulli sultani, hiyo ni dua itamzuilia hata sultani yoyote asikufanyie mabaya, bosi wako asikufanyie mabaya, supervisor wako asikufanyie mabaya. Yani wewe uishi salama, usibaguliwe, hata ule ubaguzi wa rangi kama ule ulioko Marekani huko, usiweze kubaguliwa, watu wanakushabikia tu, wanakufurahikia. Lakini pia anasema wa shaitani, na hata mashaitani yasiweze kukuzonga. Kwa hiyo wa awaridhu, na hawa awaridhu minal jinni, wasiweze kukusumbua katika safari yako na maisha yako huko ulipo. Wa qarinu minal jinni, na qarinu miongoni mwa majini. Makarinu ni wale mashaitani ambao mwanadamu anazaliwa nao, ima wakupotoshe katika haki ya Mwenyezi Mungu, ima wawe katika hali iliyokuwa nzuri ya Allah tabaraka wa taala. Tutakuja kuelezea karinu ni watu gani. Lakini sasa mtu anapokufa, baba yako anapokufa, yale ndio huwa yanabadilika na kuwa mamizimu. Sasa mamizimu ambayo yanaanza kusumbua maisha yako, biashara zako, kazi zako, huelewani tena na watu. Lakini ukifanya kwa utaratibu huo, kwa swala hiyo, kwa ayatul kursi hiyo, kwa liila fi Quraishi hiyo, na kwa mafuta haya ya nuru, lakini pia na kwa dua hii nitakuja kukupa, wallahi hutoda chochote kinachokusumbua zaidi. Utakuwa unapendwa na bosi wako, unapendwa na mume wako wa kizungu huko, utakuwa unapendwa na wote ambao unashirikia, hata ule ubaguzi wa rangi hautoweza kukupata. Wana wazuoni wakasema hivi, asema yakulu 7 marat inda tulu'i shams. Sasa ile asubuhi ambayo ndio labda pengine ndio unataka kuondoka, asubuhi hii dua ndio utakapoisoma, nayo inasomwa kama hivi ifuatavyo. Sema bismillahirrahmanirrahim, ashraqa nurallah wa dhahara kalamallah wa athbata amrallah ونفذ حكم الله واستعنت بالله وتوكلت على الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله تحسنت بخفي لطف الله وبلطيف صنع الله وبجميل ستر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله
دخلت في كنف الله واستجرت بالرسول الله صلى الله عليه وسلم برأت من حولي وقوتي استعنت بحول الله اللهم استرني في نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي بسترك الذي سترت به ذاتك فلا عين تراك ولا يد تصل إليك يا رب العالمين احجبني عن القوم ظالمين بقدرتك يا قوي يا متين اللهم إني أسألك بسر ذاتي بذات سري هو أنت هو لا إله إلا أنت احتجبت بنور الله وبنور عرش الله وبكل اسم من أسماء الله من عدوي وعدو الله ومن شر كل خلق الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله ختمت على نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وجميع ما أعطاني ربي بخاتم الله القدوس المنيع الذي ختم به أقطار السماوات والأرض حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله Rabbil alamin. Dua hii unapoisoma sasa, baada ya hapo toka nenda katika safari yako, panda Dreamline, panda Boeing hiyo, ondoka nenda nje ya nchi huko ukatafute maisha, na wallahi utaona maisha yananyoka. Wallahi nakwambia maisha yananyoka. Lakini tofauti na hivyo, watu mnaondoka na mizigo mingi. Unaondoka wewe umerogwa kwa nywele zako, umeondoka wewe umesharogwa kwa nyayo zako, umeondoka wewe umesharogwa kwa kivuli chako, umeondoka wewe usharogwa ushazikwa kaburini, umeondoka wewe tayari ushapigwa nuksi za hatari, eti unatarajia ukifika huko utanyokiwa maisha. Na mwingine anasema kwa sababu niko kwa wazungu na nini, basi mimi sitoweza kusumbuliwa na uchawi. Wallahi tallahi uchawi unakufikia popote ulipo. Ndio maana Allah anasema huwa yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Wao mashaitani na wachawi wanakuoneni kwa namna ambayo ninyi hamwezi mkawaona. Subhanallah. Ndugu zanguni, dua hii kwa wale ambao sasa wako nje ya nchi, mimi niseme tunawafanyia dua online moja kwa moja. Online moja kwa moja, huko ulipo utasali rakaa 2, huko ulipo utasoma Ayatul Kursi, huko ulipo. Kwa nasema kwamba huko ulipo utasali rakaa 2 hizo, utasoma Ayatul Kursi huko, utasoma suratul Quraish huko. Kisha baada ya hapo tukiwa online sasa, utakaa chini kwenye msala wako na mimi nitakuwa kwenye msala wangu, nitakufanyia dua online moja kwa moja, ambayo ndio dua kama hii. Lakini sambamba na hivyo uwe umekwisha pata na mafuta yako haya, mafuta ya nur. Wallahi utaona maajabu yake Allah tabaraka wa taala. Mafuta ya nuru ni mujarabu kabisa, inakuwa ni nuru na ala nur, nuru ndani ya nuru. Ndugu zanguni, haya ni mambo ambayo nimekufikishia wewe ambaye ulisafiri nje ya mkoa wako, ukaenda labda Dar es Salaam, ukaenda Arusha, ukaenda Mbeya, ukaenda Mwanza, ukaenda wapi. Na wewe ambaye upo nje ya mkoa wako, sijui hauko tena Mombasa, uko Nairobi, wewe wa Nairobi upo Mombasa, na wewe ambaye haupo Kenya wala haupo Tanzania, upo nje ya nchi, mafuta haya na dua hii, utaratibu huu unakuhusu. Hata kama umeshasafiri, basi bado rehema yake Mwenyezi Mungu tunaitaraji iweze kukufikia. Ndugu zanguni, nimalize na maneno ya watu wenye hekima. Watu wenye hekima wanasema hivi ifuatavyo: سأضرب في طول البلاد وعرضها
analu muradi au amutu ghariban fa in talifati nafsi falillahi darruha wa in salimati kana rujui qariba. Hadi maneno yangu na kumalizia, watu wa hikima wanasema saadribu fi tuli albiladi wa ardhiha, nitasafiri sehemu za aina mbalimbali ya miji ya aina mbalimbali, analu muradi au amutu ghariba, ili niweze kupata kile ninachoenda kukitafuta, na kama ikiwezekana mimi kufa huko basi nitakufa nikiwa ugenini huko. Fa intalifati nafsi falillahi darruha, kama nafsi yangu itakuwa tofauti namna gani vyote vile, basi kwa Mwenyezi Mungu ndio nyumba yake, marejeo yake nafsi yangu hiyo. Wa insalimati kana rujui qariba, na kama nafsi yangu itasalimika huko basi mimi kurejea kwangu kupo karibu. Ndugu zanguni, nitarejea nyumbani inshallah. Kabla sijakuaga, bonyeza maandishi hayo mekundu hapo chini ya simu yako, yameandikwa subscribe, yabonyeze mara moja, kisha itakuja alama ya kengele, nayo ibonyeze mara moja, na hapo utakuwa mimi na wewe ni wana familia wa channel yetu hii pendwa. Inshallah ni kuage kwa kusema wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.